Mambo vipi? Karibu katika podcast yetu ya mpira huo, season ya WAFCON 2026, episode ya pili, mechi kati ya South Africa na Tanzania, ambapo South walifunga goli moja, Tanzania mbili. Coach Saif, ushindi kwa Twiga Stars ilikuwa ni mechi ya namna gani? Kiujumla mechi ilikuwa nzuri, lakini kwangu mimi kwenye mechi naiongelea kama mwendelezo wa mara ya mwisho ambao tulikutana na SA South Africa. Last tournament tulikutana nao, mechi ilikuwa ni 1-1, lakini kwenye 1-1 hiyo maana yake tulianza kutangulia goli la mapema, kipindi cha kwanza likifungwa nakumbuka na Opa Clement. Kipindi cha pili wakasawazisha, na msawazishaji kitu kizuri chengine ni huyu ambaye amesawazisha leo goli moja. Kwangu naona ni mwendelezo mzuri wa juu wa kile ambacho tulikianza, pia ni maendeleo kwa sababu huu nadhani ni ushindi wetu wa mara ya kwanza tangia tuanze kushiriki ya mashindano. Kwa hiyo kwangu mchezo ulikuwa mzuri na ni maendeleo kwa timu yetu, najivunia kwenye hilo. Hii ndio mechi ilikuwa ya namna gani? Kwangu mimi ilikuwa ni mechi yenye ushindani na iliyoweka heshima kwa Tanzania, kwa sababu ukiangalia ni ushindi wetu wa kwanza kwenye michuano ya AFCON kihistoria, lakini pia aina ya timu tulishinda nao ni timu bora duniani, ni kati ya timu mbili bora Afrika kwa mujibu wa viwango vya FIFA, lakini pia ni timu ambayo imeshawahi kuchukua ubingwa msimu kabla ya msimu jana. Kwa hiyo ukichukulia kwa uzito huu, inamaanisha ni progress kwa timu yetu ya taifa, kwa sababu hatujawahi kurejista ushindi huu, ni ushindi wa kwanza kihistoria, lakini aina ya timu ambayo tumerejista nayo ni timu bora sana. Na ukiangalia hata mechi yenyewe sio kwamba ilikuwa mechi ya upande mmoja sana, ilikuwa ni mechi yenye ushindani, ambayo Twiga Stars ndio timu ambayo imetafsiri vizuri momenti zake uwanjani kuliko hao Afrika Kusini. Mfano labda tukizungumzia takwimu, kwenye takwimu nimeona possession ilikuwa zaidi kwao kuliko kwetu kwa asilimia zaidi ya 60, kwetu ikiwa ni asilimia chini ya 40, lakini ukienda tena ukiangalia hiyo possession si tumeifanyaje, ukiangalia kwenye objectivity, nafasi tulizotengeneza na idadi ya mashuti ambayo tumepiga, sisi tupo na wastani mzuri kuliko wao. Mashuti tuliopiga yaliolenga lango, wao wamepiga 9, sisi tumepiga 5. Kwa hiyo ukichukua ile wastani wa umiliki wa mpira na ukaangalia idadi ya pasi zilizopigwa na idadi ya nafasi zilizotengenezwa na hizo chances zilizotengenezwa, utaona sisi ndio tulikuwa tuna wastani mzuri sana wa kuwafikia wao kulingana na umiliki wa mpira ambao sisi tumemiliki. Kwa hiyo na ukichukua takwimu kuu ya mchezo ni ushindi kwetu sisi goli 2-1. Kwa hiyo ukichukua hivyo vitu ukaviainisha na aina ya mchezo ambao tumeangalia, nafikiri sisi ndio tulikuwa tuna mechi bora kuliko wao na hatujabahatisha, ni progress ya siku hadi siku. Juzi kwenye pre-match tumetoka kusema kwamba sisi tulikuwa tuna mechi za kirafiki zilizoanza kutupa hizi ishara. Tumecheza mechi za kirafiki zenye uzito wa michuano hii, mechi dhidi ya timu kama Malawi zilizochezwa KMC Complex mechi 2, lakini moja tukashinda. Mechi zilizochezwa za kirafiki kabla ya michuano dhidi ya Nigeria, dhidi ya Ghana, utaona ni uzito wa timu za aina gani. Timu namba 1 tumetoka kucheza nao juzi. Kwa hiyo tulivyokuja kucheza leo na timu namba 2 kwa ubora wa viwango vya FIFA, unaona kabisa yes, kuna kitu tulikipata kwenye ile mechi, na unaona utofauti wa michuano hii na michuano iliyopita in terms of timu yetu ilivyo improve kwenye hasa kwa mchezaji mmoja mmoja, kwenye issue ya utimamu wa miili. Utaona mapambano ya leo ni tofauti na mapambano ile mechi iliyopita, kwenye edition iliyopita dhidi ya South ambapo tulitoka sare. Kwa hiyo ni progress kwangu mimi, na kudos kwa timu nzima ya Twiga Stars kwa maana ya wachezaji wote, lakini pia bila kusahau benchi la ufundi ambalo limeongezewa nguvu, na nguvu iliongezewa kwenye benchi la ufundi. Wawili kati ya hao watu ambao wameongezeka ni team members wetu kwenye hii podcast, kwa maana ya coach Mushid, kwa maana kocha wa utimamu wa viungo pamoja na sayansi ya mpira, lakini coach Betha Kazobe ambaye ni analyst wa team, lakini pia kwenye sayansi ya mpira ya timu anahusika. Kwa hiyo ni huge progress na kudos kwa Bakari Shima na benchi lake la ufundi pamoja na wachezaji. Uchaidi, mechi ilikuwa ya namna gani? Okay, mechi ilikuwa tough. Walipata tuli struggle kidogo kama dakika 20 za mwanzo,
South walipush sana, walipiga sana cross nyingi ambazo zilikuwa za hatari, lakini baadaye tuliweza kuingia kwenye game vizuri na kuanza kucheza vizuri. Fanikiwa tukapata transition, tukafunga goli, tukapush, bahati mbaya tuka concede wakatufunga, lakini baadaye tena turudi vizuri, tulifanya substitution, game ikabadilika, tukaweza kumaintain zaidi, tukaendelea kutengeneza na chances. Kwa mimi tumejitahidi. Ukiangalia last game ambayo tulikutana na South ilikuwa ni mechi ya pili ya AFCON, tulitoka nao 1-1. Tuliwatangulia hivi, alifunga Opa, ilikuwa ni mpira wa cross kwenye boxi, Opa akafunga kwa kichwa, then baadaye wao wakaja wakasawazisha. Kwa hiyo kuja leo kupata ushindi wa 2-1 ni progress, lakini pia mechi ilikuwa nzuri, ilikuwa ni kipimo kizuri sana kwa maandalizi ambayo tulikuwa nayo. Okay. Sef, kipindi cha kwanza kiliisha kwa goli 1-1. Ubora wa Tanzania ulikuwa wapi kwenye ile goli la Diana Lucas? Kwanza kitu ambacho niliki-respect zaidi kwa mwalimu ni namna ya approach aloingia nayo kipindi cha kwanza. Najua South Africa moja ya strong point yao au strong area yao ni eneo la midfield ambao wanacheza linda. Kwa hiyo ile approach ya kumweka pale Katunzi ilikuwa zaidi ni namna gani tunaweza kumaliza ile flexibility ya yule mwamba. Kwa hiyo approach yetu ilikuwa nzuri kwa sababu hiyo, kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni respect kwa timu ambayo tulikuwa tunacheza nayo. South Africa ni timu namba 2 kwa kiwango cha ubora na ni timu ambayo ufuzu World Cup nadhani washafuzu ni mara 2. Kwa hiyo ilikuwa ni timu bora. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kukubali kuwa sisi ni second team na tuliwapa huo mpira. Kitu kilichokuwa bora zaidi kwa sisi ni ile baada ya kuwini mpira transition, namna gani ambayo tunaweza kutumia ile transition. Kiangalia kama goli tulilofunga inatuonesha utofauti ya mchezaji anayecheza ligi ya ndani na mchezaji ambaye anacheza ligi ya nje kidogo, kwa sababu Diana baada ya kupata ule mpira wakati ana dribble, nilikuwa nipo sehemu naangalia na watu wa mpira, akawa anasema afanye penetrate kwa upande ambao yuko Opa. Nikamwambia yule hawezi kupenetrate kwa sababu Opa tayari alikuwa ameshazidi. Kwa hiyo atakachofanya ata dribble kwenda upande wa kule na atadash kama anampa huyu ili kufake pass ili ubeki abezi upande wa huko aende upande wa kule, na ndio vile vile kilichotokea. Kwa hiyo bora zaidi ilikuwa ni namna ya kuwini mpira, yani kuwini mpira. Baada ya kuwini mpira, ile progress yetu kwa tukifanya ilikuwa ni kumfoza ya hali ya juu. Kwa tukipata mpira tunashambulia, yani hatubutui, tunatuliza na tunatengeneza shambulizi. Na tukabahatika kupata hiyo goli. Ile kitaalamu inaitwa counter attack, ile inaitwa solo. Tukapata solo counter attack goli. Naam. Udhaifu ulikuwa wapi kwenye ile goli alofungwa? Ile ni transition mara nyingi inakuwa inahusisha vitu viwili. Kitu cha kwanza ni track back, manake track back yao ilikuwa very lazy kwa wale viungo wao, na kitu cha pili ni track running, manake yule mtu baada ya kupokonywa mpira, yule mtu wake ambaye alikuwa anakimbia hakuweza kumtrack. Kwa hiyo weakness ndio ilochangia mpaka kuruhusu ile goli. Sisi ubora wapi kwenye goli la Diana Lucas? Pia na madhaifu yalikuwa wapi kwenye ile goli alofungwa kipindi cha kwanza? Nafikiri ubora ulikuwa kwenye plan ya kocha Bakari Shime. Ukiangalia Twiga Stars leo kulingana na ubora wa South Africa kwenye historia, lakini ukiangalia kwenye performance yao, aina wachezaji walionao, plani yao ilikuwa ni kuingia, kukaa nyuma nyakati nyingi, lakini kusubiri zile moments za kujibu mashambulizi au positive transition. Na kwenye positive transition nafikiri hapo ndo walipoweza kushinda goli la kwanza la Diana. Na ukiangalia kwenye mazingira walioshinda, Twiga Stars inaeleweka inazuia vipi na kujibu vipi mashambulizi. Kwenye upande wa system ya kucheza au mfumo, waliingia na mfumo ambao na 3-5-2, ambapo nyakati za kuzuia unakuwa ni 5-3-2. Na hiyo 5-3-2 inatokea wapi? Ni zile moment ambazo Diana pamoja na not Diana, Enikia pamoja na Donisia wanasogea usawa wa mabeki watatu wa nyuma, kwa maana Vai, Julitha Singano pamoja na Esther Maseke. Mbele yao ndo kuna Katunzi, Ashamnuka pamoja na Diana.
na juu kabisa mwisho Opa Clement pamoja na Asha Mwalala kipindi cha kwanza. Na ukiangalia moment ambayo imewapa goli ni moment ambayo South Africa wanataka kuprogress build up na kutaka kuvunja hiyo ngome yao ya uzuiaji au ngome ya uzuiaji ya Twiga Stars. Na ukiangalia kwenye mazingira yale Twiga Stars ilikuwa imezuia vizuri. Yes, kwa kipindi cha kwanza kuna namna ni kama walikuwa wanazuia, wanatengeneza mazingira ya South Africa kuweza kufika kwa Najiati pale ambapo Diana pamoja na Shamnuka wanakuwa wapo usawa wa Anastasia Katunzi. Wanakuwa wamesogea mbele zaidi baada ya kuwa attracted na wale viungo wa South Africa ambao wanafuata kwenda kuprogress build up. Kwa hiyo Katunzi akawa anabaki peke yake. Kuna mwanya pembeni yake au nyuma ya Shamnuka pamoja na Diana, lakini kuna nyakati nyingi sana ambazo walikuwa bora kurudi kuzuia South Africa wasipite kwenye hiyo njia ya katikati, kwa maana ya wale viungo wao wawili wa chini kumtafuta Linda au hata mshambuliaji, lakini hata wakipita pembeni Ashamnuka pamoja na Diana walikuwa vizuri sana kwenda kuwasupport Enekia pamoja na center back wake kuruhusu zile triangle za pembeni kwa South Africa. Kwa hiyo ikawanyima kupita katikati, kwa maana ya kupenetrate kwa njia katikati, central penetration au progression, na hata kutengeneza nafasi kutoka kwa Linda kama alivyosema kwa Chasef, lakini hata kupita pembeni kwenda kupiga zile crosses. Diana Enekia pamoja na Donisia walikuwa hapo vizuri sana kuzuia zile njia za pembeni. Kwa hiyo ikawa sasa ni kwa Twiga Stars. Mipira ambayo ilifika ilikuwa mingi ni half chances. Haikuwa mashuti yamesoma mangapi sijui 8 9, lakini yote yalikuwa sio zile chance ambazo wanasema hizi ni wao goal. Nyingi sana zilikuwa ni half chances kwa Najiat. Chache ndo zilikuwa ambazo zifike hata nusu ya zile chance ambazo zimepigwa ndo zilikuwa za hatari. Kwa hiyo baada ya pale walikuwa ni wao wakipora mpira, walikuwa ni kama walikuwa wameshaandaa zile pattern nzuri za kujibu mashambulizi. Ni mpira nani ata drive hizo counter? Nyakati nyingi ni Diana, ni driver mzuri, ni mchezaji mzuri kukeri mpira, lakini anajua space iko wapi, adribu wapi, aachie wanani, mfano kama Opa, Asha Mwalala au hata kipindi cha pili Asnat wakifungua anajua waachie kwa muda gani. Yani alikuwa na ile decision making nzuri. Tunamjua ni top creator wa team, lakini pia ni driver mzuri wa hizo counter attack. Ndio moment ambayo imetokea, ame drive counter, Opa anafungua, anamtengenezea mazingira yeye, kwa sababu mabeki pia wanakuwa wanaangalia asipasiwe Opa, lakini pia unaona wakati yeye alikuwa na mpira anakaribia boxi, Ashamnuka pia alikuwa anafungua upande mwingine. Kwa hiyo ikampa yeye urahisi, uwazi wa kuweza kupata mazingira kushoot na kufunga goli. Lakini kwenye goli walilofungwa kabla ya kwenda half time, mapungufu yetu kama taifa ni yale set plays. Kwenye mipira set plays mara nyingi sana mapungufu ya kwetu yanakuwa sio mbinu za makocha. Makocha utakuta wameandaa vizuri mbinu zao, wanajua nani anapiga huo mpira, utaangukia wapi, kama ni in swing au out swing, zone gani wa mark vizuri kabisa, lakini reaction ya wachezaji kwenye zile mipira inayopigwa ndio inakuwa ni changamoto. Na ukiangalia kwenye changamoto ya leo ilikuwa ni Najiat karuka, yes, kipa mpira ukiwa kwenye ile 6 yard ni mali yake, lakini unamponyoka au anaweza katema vibaya. Mchezaji gani ana react wa kwanza? Walikuwa wachezaji wa South Africa kuliko wa kwetu. Kwa hiyo nafikiri reaction ya wachezaji kwenye kushinda zile duels, second balls ndio kitu ambacho kimeendelea kutukosti, lakini kwa siku leo akija tukosti sana. Kwenye edition iliyopita ilitukosti sana, lakini kwa siku ya leo tumeminimize dhidi ya timu namba 2 barani Afrika kwa ubora. Kwa hiyo nafikiri tulikuwa the best. Kudos kwa timu ambayo imefanya vizuri hiyo evaluation na kujua mapungufu yetu yalikuwa wapi na kuweza kuja na mbinu nzuri kwenye mchezo wa leo. Kocha Idi. Ndio Lydia. Kocha Idi, ubora wa Tanzania ulikuwa wapi kwenye Diana Lucas? Pia na udhaifu wao ulikuwa wapi kwenye ile goli walofungwa kipindi cha kwanza? Udhaifu wa Tanzania? Madhaifu waonyesha Tanzania. Kapelekwa akafungwa goli la kichwa. Okay. Kwa goli ambayo tulifunga, ubora utakuwa ni kwenye kutambua hii moment na hiyo pattern ya transition kwa team kwa pamoja. Na maana ni kitu ambacho nakifanya mazoezi, kwamba tunajua Diana ni mzuri kwenye kudribble, kwa lesi akiupata mpira sisi wengine tutoe support, sio lazima atupasie. Kama unaona baada ya kupata tu ule mpira hakuna mchezaji ambaye alisimama. Wale ambao walikuwa wanahusika mbele wote walifanya movement ambazo zilisaidia kutengeneza nafasi kwa ajili ya Diana kumalizia shambulizi. Pia uzuri wa Diana sio goli la kwanza kufunga kwa beat defenders kama alivyofanya leo.
Last time Chamazi alifanya kama hivyo. Kwa hiyo ni ubora pia wa mchezaji, lakini pia ni kutambua hizo pattern. Kwa hiyo kwa haraka haraka hiyo lazima watakuwa walifanyia mazoezini, kwamba fulani akiwa nao wengine tufanye nini, huyu akiwa nao wengine tufanye nini. Kwenye goli tuliofungwa set pieces, set pieces ni changamoto, sio kwa Twiga tu, hata katika timu zetu zingine za ligi kuu. Kwa hiyo kwa pale ukiangalia kwenye box, mara nyingi ni kitu cha hatari kwenye box ni mtu. Kwa hiyo tulipaswa sisi kumaki watu ambao walikuwa ndani ya box, lakini reaction yetu kidogo ilikuwa kama tumedelay. Nadhani pia kingine tulikuwa bado tuna ile furaha ya kufunga goli dhidi ya Saudi. Sometimes ukishafunga goli concentration inashuka, kwa sababu unakuwa bado kwenye stage ya furaha, na goli moja kwenda goli lingine huwaga linachukua muda mfupi sana. Kwa hiyo umakini tu pale wa kumark kutokana na eneo ambao tulilokuwa ndio ambao ulipelekea sisi tukafunga, lakini kwa vitu vingine tumejitahidi kwa kweli. Sawa. Kocha Saif, ulikuwa wapi kwenye goli walilofungwa Twiga Stars? Unahisi udhaifu ulikuwa kipindi cha kwanza? Nadhani kwenye goli tuloruhusu ni mistake ambazo zinajirudia mara kwa mara, hasa kwa goalkeeper wetu Najati. Ni goalkeeper mzuri, lakini ana weakness ya mpira gani anatakiwa apanchi, mpira gani anatakiwa akechi. Nadhani aina goli lile tuloruhusu leo aliwahi kuruhusu katika timu yake ya klabu. Kumbuka ilikuwa ni mechi ya JKT na TP Mazembe. Goli la pili ilikuwa ni senior kama ile moment kama ile, ilipigwa cross, baada ya kupanchi mpira akataka kukechi, ukamtoka mpira ukaanguka chini, ikafungwa goli. Na goli la leo imetokea scenario hiyo hiyo. Before kupigwa ile set pieces ya kona, ilipigwa cross na upande wa kulia. Pigwa cross upande wa kulia, mpira ambao alipaswa kupanchi lakini akataka kukechi ukamtoka. Kilichotusaidia ni kwamba Maseka alikuwa karibu, akaweza kuclear ule mpira kutoka kwenye kona. Wakati napigwa ile kona, some mistake ile mpira ambao alitakiwa akechi akataka kupunch. Kwa ile punching yake ikawa ni kama setup kwa yule center back wa South Africa, akaruhusu goli. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapaswa kukifanyia marekebisho, kwa sababu si mara ya kwanza, na si kama alivyosema coach Idi, na si kwamba ni timu tu za kike, hapana, hata timu za kiume nyingi zinaruhusu sana magoli ya aina hiyo. Ni goalkeeping, aidha ni kutoka kucheza mpira ndani ya sita, au namna anapokwenda kureact katika kucheza ule mpira ndani ya sita. Kwa hiyo nadhani ni swala la kulifanyia kazi kuelekea mchezo unaofuata. Pia kipindi cha pili mwishoni, Asnata anaipatia goli la ushindi Twiga Stars. Ubora ulikuwa wapi? Kocha Saif, wewe. Okay. Nadhani ni mwendelezo wa kile ambacho tulichokifanya kipindi cha kwanza, kwa sababu wakati tunafanya kipindi cha kwanza tulikuwa tukifanya ni kwamba tulikuwa tunaruhusu kuwapa mpira sisi kukaa katika sehemu maalum na kuzuia ile mianya. Kwa hiyo tulikuwa tukipata mpira tunafanya hiyo reaction ya possible transition, kuchukua mpira, kudribble na kwenda mbele. Kwa hiyo ni moment ambayo ilikuwa inajirudia. Kwa hiyo ni kitu kinaonyesha ni kitu ambacho kilikuwa kinafanywa mazoezi zaidi na zaidi katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo kitu ambacho kilitupa positive zaidi ni kwamba South baada ya kuingia kipindi cha pili wali maintain mpira katika eneo la katikati kwa kujaribu kufanya zile penetration katika backline yetu sisi. Kwa hiyo ile kitendo cha sisi kurudi nyuma kwao kikawapa nguvu na kushindwa kumanage space katika maeneo ya ulinzi. Kwa hiyo tulipopata ule mpira ikawa ni rahisi zaidi sisi kufika mbele, kwa sababu wao tayari walikuwa na ile attacking moment. Kwa hiyo wakiwa na ile attacking moment na mental, ikawa kwao ni ngumu zaidi kurudi kuja kufanya hiyo defending. Kwa hiyo ikatupatia urahisi zaidi sisi kupata ile goli la pili. Kocha Idi. Naam.
Unahisi ubora ulikuwa wapi kipindi cha pili mwishoni? Cha kwanza, timu ipo fit, imeweza kupambana dakika ya kwanza mpaka mwisho wa mechi, watu wanapambana vile vile, ni kama ndo kwanza mechi imeanza. Wanafika kwenye maeneo kwa wakati na wako compact, wamecheza kwa maelekezo. Ingine, benchi ilifanya mabadiliko mazuri, yani mechi ilivyokuwa inaenda unaona kabisa ni substitution zilizofanywa zimeenda zimebadilisha game yote. Kuna muda game tulitawala sana, kwa hiyo technical bench nadhani walistudy kitu, wakaona nini cha kubadilisha, nini kifanyike, kwa hiyo nao ikazidi kutupa nguvu katika mechi. Lakini pia wachezaji hawakutoka kwenye mpango mzima wa mechi, kwa hiyo ndio maana unaona kuna muda South ulikuwa na mpira muda mrefu, lakini still hakukuwa na hatari kubwa sana langoni. Mara nyingi mabeki walikuwa wanajitahidi kuclear. Ni ile save ya mwisho ambayo Nadia alifanya ndio ambayo ilikuwa inaonekana kabisa sasa hivi inaweza ikawa goli, lakini kwa utulivu na umakini Nadia anafanya save. Kwa hiyo na pia utulivu wa Snati katika moment ya kufunga goli la pili, sababu kipa alikuwa tayari ameshabana angles, lakini yeye akalazimisha kuweka kwenye near post ambayo goalkeeper hakuwaza kama Snati angeweza kupiga hapo, kwa goalkeeper alikuwa shamwibia kwa ajili kama akipiga hiyo low cross yeye aweze kuicheza. Kwa hiyo kwa mimi naona kwa kipindi cha pili bora ulikuwa kubaki kwenye plan, kuwa na hiyo discipline, lakini pia technical bench kufanya hizo substitution, na pia timu ya imejitahidi ya fitness level iko vizuri kiasi kwamba wanaweza kupambana mwanzo mpaka mwisho, japokuwa pressure ilikuwa kubwa muda mwingine. Kwa mimi naona hicho. Sisi Asnati anaipatia goli la ushindi Twiga Stars, unahisi ubora ulikuwa wapi? Nafikiri kabla ya Snati kuipatia goli, nafikiri ushindi ni kwanza ni kwa Twiga Stars, kwa sababu ku-maintain au ku-manage game kwa dakika nyingi za kipindi cha pili ikiwa 1-1 dhidi ya South Africa ni kitu kikubwa sana, na kuna vitu vimechangia kufika hapo. Makocha wametoka kusema kwamba hapo kulikuwa kuna game management ambayo ndani yake ku-manage hiyo situation ilisaidiwa na vitu viwili: fitness level ya timu. Tunajua hiyo kazi ya coach Mushid, tunaona hata sehemu tofauti alizopita, na hata pia sasa hivi amekuwa akionyesha wazi ni kocha ambaye anaweza kuifanya timu ika maintain kwa muda mrefu kwenye game kuwa timamu zaidi. Lakini huwezi kuacha kutaja neno ongoing match analysis. Walianalyze situation wakafanya sub bora. Angalia sub ya Asha Mwalala kutoka kuingia Snati Ubamba ambaye ndo kaenda kuipatia goli la ushindi, lakini alitoka Asha Mnuka akaingia Mary Siame ambaye alikuwa moja kati ya drivers wa hilo goli mpaka mpira unafika kwenye half ya opponent. Na kwenye situation ni set pieces. Kwangu mimi set pieces huwa zinachangia 30% ya magoli kwenye mpira wa miguu, lakini mimi nasema ni zaidi, hasa hizi throw-ins, mipira ya kurusha. Ukiangalia aina mpira ulikuwa umeshamuisolate Asnati na mtu, ilikuwa rahisi Asnati kuangalia space kwa wapi ajiposition arushe ule mpira, then huyo mtu sasa unamkabili vipi? Kwa sababu mwisho wa siku wewe ni mchezaji na unatakiwa kufanya kitu kitokee as creator, kama mshambuliaji wa pembeni au hata kuwa finisher, na ameonyesha kwenye Champions League, ameenda pia kuonyesha kwenye mchezo wa leo, anambeat opponent kwa ku dribble pass, lakini pia baada ya kumchenga na kuingia na mpira kwenye boksi anakuwa na machaguo mengi, apasie kwa mtu au apige moja kwa moja. Chaguo zuri ilikuwa yeye kupiga moja kwa moja. Kwa hiyo kwa mimi naweza nikasema ni kitu cha collective, timu kumanage kwa muda ule kuwa na mpira, lakini pia timu kuweza kumaliza mechi kwenye dakika ya mwisho kwa kutumia set play, mpira wa kurusha. Set play inachangia 30% ya magoli, na nyingi zinachangiwa na kona chache, baada ya hizo ni free kicks. Baada ya hapo huwezi kuacha kutaja mipira ya kurusha, na situation ilikuwa kwenye mpira wa kurusha na kwenye set pieces. Hata ile ambayo imetuathiri sisi, kuna vitu huwa vinatokea mpaka set pieces inasababisha goli. Kitu cha kwanza ni ile kabla ya action, kabla ya ule set play kutokea, na baada ya pale wachezaji wanakuaga psychologically wanakuwa na rest between the action. Kwa hiyo ile situation ya rest between the action inawafanya wao concentration yao kuna namna inapotea, ndio maana unaona unaitwa mpira uliokufa.
Kwa hiyo ile kitendo cha mpira kuwa mpira uliokufa inamaanisha hata wachezaji ile kufocus, ile focus pia na yenyewe inapungua. Nafikiri ndo sehemu ambapo tumewabit, na sisi ili tusiwabite kila siku kupitia set pieces tunapaswa kuwa bora kwenye moment hiyo ya concentration, hasa kwa wachezaji zaidi. Kwa upande wako kocha Saif, wewe unaonaje mechi ijayo dhidi ya Burkina Faso waboreshe nini? Kwenye swala la kuboresha, nadhani ni waendelee tu na approach ambao walikuja nayo leo, lakini pia waangalie pia na weakness zaidi ya Burkina Faso, kwa sababu mpaka sasa hivi hapa wamesharuhusu goli 3, na katika hizo goli 3 walizoruhusu 2 ni kutokana na crossing. Kwa hiyo unaonekana ni wako wiki kwenye crossing. Hiyo kitu chingine cha kukiangalia zaidi kwenye hiyo nini yao, angalia kwenye crossing. Kuhusu system of play, for me bado ipo vizuri, sioni sehemu kubwa zaidi ya kuboresha zaidi ya kuongeza tu umakini kwenye wakati ambao tuna lose mpira, umakini uongezeke. Kocha Idi, kwa upande wako unaona waboreshe wapi mechi ijayo dhidi ya Burkina Faso? Kwa mechi zile Burkina Faso, cha kuboresha cha kwanza tuweze kudefend crosses. Leo cross nyingi sana zimepigwa ambazo zingeweza kutudhuru. Kingine cha kuboresha sasa ndani ya siku hizi chache tutakuwa ni kipengele, lakini ni hiyo kudefend set pieces, sababu ni kuna ukiachana na ile kona, kuna move pia Nadia alifanya save lao, ilikuwa ni mpira ambao ulitokana na set pieces ambayo baadaye katika harakati za kuokoa ukakutana na striker, lakini ndio Nadia akasave. Kwa hiyo tujitahidi hicho tu kurekebisha, lakini pia kwenye kuna moment ambazo zilikuwa zinahitaji sisi ku keep possession, kwa hiyo tunabidi tu keep, kwa sababu kuna mipira mingine ambayo tulipoteza bila kunyang'anya, sisi tuliwapasia opponent direct. Kwa hiyo nadhani hicho pia ni kitu cha kufanyia kazi, lakini kwa opponent ambaye tunakutana naye na yeye pia ana changamoto za crosses, kwa wakati sisi tunazilinda, tunaweza sisi pia tukazitumia kwenye kushambulia. Kwa mimi kwenye maeneo ya kuboresha ni hayo. Kwa upande wako tuboreshe nini mechi ijayo? Nafikiri makocha wamezungumza kwenye issue za umaliziaji. Mi kuna kitu nimekiona mpaka kufika kwenye umaliziaji kuna changamoto sana, hasa kwenye zile build up zetu. Kwenye hiyo moment timu ikiwa na mpira, yes, timu yetu leo imecheza na timu kubwa ambayo ina press higher, kuna namna inawanyima namna ya kuweza kufika mwisho, lakini kuna vitu watapaswa kuviboresha kwenye uwanja wa mazoezi. Nafikiri kwenye hiyo moment ambayo timu ina mpira, kuanzia kwenye build up, nani anaenda kumsaidia Katunzi, kwa sababu kuna muda anakuwa outnumbered. South Africa walikuwa na press na watu watatu kwenye mstari wake nyuma ya yule Thembi. Baada ya yule Thembi kwenda kwa mabeki wetu, nyuma yake kulikuwa kuna watu watatu dhidi ya Katunzi. Kwa hiyo zile moments za Diana kwenda kushuka kumsaidia Katunzi au Katunzi kutengeneza engo nzuri ya kuprogress ile build up imekuwa ni changamoto, kwa sababu hata mipira kwenda mbele imekuwa ni changamoto kidogo. Moment ambazo sisi tumemfikia sana South Africa ni zile momenti za mashambulizi ya kujibu baada ya kupora mpira, lakini sisi tukiwa na mpira nyakati nyingi sana mashambulizi yetu mengi zaidi ya 60% ya mashambulizi na zaidi yalikuwa yanaishia kwenye theluthi ya katikati. Ni kwa sababu tuko na namba ndogo kwenye njia kwenye hayo maeneo ya katikati, lakini pia hata kwenye maeneo ya pembeni wale wingbacks wetu Donisia pamoja na Nikia kusupport ile shambulizi la kujenga, lakini pia hata kufika kwenye eneo la mwisho kwenda kusaidia timu kuweza kupenya kwa njia za pembeni, kuipa timu mapana uwanja kwenye eneo la mwisho imekuwa ni mara chache sana, labda kwa sababu ya uzito wa aina ya timu tuliokutana nayo. Lakini wakiboresha zaidi hizo patterns za uchezaji kwenye hiyo njia katikati, namna ya Katunzi kushirikiana na mtu Katunzi kuweza kuona Diana pamoja na Shamnuka au Meriaro au hizo situations za Enekia pamoja na Doni kuweza kusaidia progression ya build up kwa njia za pembeni, nafikiri itakuwa ni kitu bora sana kwenye kuimprove kuelekea mechi dhidi ya Burkina Faso. Kocha akatoka kusema Burkina Faso kati ya magoli matatu ambayo mpaka sasa hivi wameshafungwa, magoli mawili yanatokana na moment ambazo ni creation kutokea maeneo ya pembeni mwa uwanja. Kwa hiyo nafikiri tukiboresha zaidi hiyo moment tutakuwa bora zaidi. Tusitegemee sana hizo post transition, tutegemee pia na moment ambazo sisi tutakuwa tuna mpira, kwa sababu kuna mechi kama dhidi ya Burkina Faso sisi tunaweza tukadominate possession. Sasa kama ukidominate possession ukawa unapiga tu pasi uvunje hiyo mistari ya uzuiaji,
itakuwa ni changamoto kuweza kufunga. Kwa hiyo nafikiri tukiboresha hapo itakuwa kitu bora zaidi. Uzuri ni kwamba sasa hivi timu ya ufundi inafanya analysis nzuri, kwa sababu ina maanalyst wawili nafikiri, lakini pia ina kocha mzuri wa fitness, ina kocha mkuu mzuri, ina makocha wasaidizi ambao wana experience ya hao wachezaji wenyewe. Yaani makocha wasaidizi waliopo kule ni makocha ambao wapo na timu zao kwenye ligi kuu. Utamzungumzia mtu kama Esther Chabruma ambao 60% ya wale wachezaji amekuwa nao msimu uliopita na akachukua nao ubingwa. Utamzungumzia mtu kama Edina Lema ambao wachezaji baadhi pale vile yeye kawafundisha, lakini utamzungumzia mtu kama Hilda, experience kubwa sana kwenye hiyo timu. Kwa hiyo nafikiri kila kitu kitakuwa bora kwa mimi nionavyo dhidi ya Burkinabe na dhidi ya Ivory Coast. Ni timu ambazo tunazimudu. Nusu finali naiona kabisa, yaani kutoka kwenye kile kizingiti cha kuishia kwenye group stage kila msimu huu naona tunakiepuka kabisa. Nusu finali naiona na tunauvunja huu mwiko. Okay, and this is end of our podcast ya mpira huo.